إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehema zake ametuneemesha sisi wanadamu kwa neema nyingi, na katika neema hizo Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika kitabu chake kuwa atakuwa ni mwenye kumuuliza huyu mwanadamu siku ya kiyama kwa kila neema aliyompatia. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa atakuwa ni mwenye kumuuliza mwanadamu juu ya kila neema aliyomneemesha katika hii dunia. Ibadallah, miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo wengi katika watu wameghafilika nayo, neematu shabab, ni neema ya ujana. Ibadallah, ujana ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mtu anapokuwa kijana anakuwa na nguvu tofauti na yule ambaye si kijana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza katika hadith iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa kuwa huu ujana ni neema, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumuuliza mwanadamu juu ya ujana wake aliotumia vipi. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazulu qadamu ibn adama yawm alqiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, hautoinuka unyayo wa mwanadamu yoyote siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa watu wamefufuliwa. Hakuna mwanadamu yoyote atakayekuwa na ruhusa ya kuinua unyayo wake isipokuwa baada ya kila mtu kuulizwa maswali matano na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara minha, na akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hayo matano, jambo la kwanza, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu. Jambo la kwanza ataulizwa mwanadamu juu ya umri wake, aliumaliza vipi umri wake katika maisha ya dunia, kwa kuwa al-ibratu bil khawatim, kinachoangaliwa ni mwisho wa umri. Mwisho wa umri wako uliumaliza vipi? Je, mwisho wa umri wako uliumaliza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au uliumaliza umri wako katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Hili ni swali la kwanza ambalo hakuna yoyote atakayeepuka. Na swali la pili akaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa an shababihi fima ablahu, na ataulizwa mwanadamu
juu ya ujana wake aliutumia vipi ujana wake. Pamoja na kuwa ujana unaingia katika umri wa mwanadamu, lakini kwa sababu ya cheo ilichonacho ujana, Allah subhanahu wa ta'ala akauliza swali khasa, atakuwa ni mwenye kuuliza swali khasa juu ya ujana wa mtu aliutumia vipi katika maisha yake ya dunia. Ibadallah, kwa masikitiko wengi katika vijana wameghafilika katika kuutumia ujana wao katika taa. Wengi katika vijana wanautumia ujana wao katika muharramat, katika mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika vijana wanautumia umri wao na ujana wao katika mihadarat, kutumia mambo ya ulevi, mambo ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasia aliyomusia mmoja katika vijana, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lishab wa huwa ya'idhuhu, au qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lirajulin wa huwa ya'idhuhu. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema maneno haya kumwambia mmoja katika vijana akimpatia wasia, akamwambia ightanim khamsan qabla khamsin. Ightanim ay badir wastafid bi khamsin qabla khamsin, fanya haraka na yatumie vizuri mambo matano kabla mambo matano hayajakupata. Katika hayo mambo matano aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema washababaka qabla haramik, utumie vizuri ujana wako kabla ya uzee haujakupata, kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa na nguvu, unaweza kufanya ibadat tofauti na yule tayari, tofauti na yule ambaye tayari umri umeenda. Lakini kwa masikitiko leo imekuwa ni kinyume, wazee wanajitahidi zaidi katika ibadat kuliko vijana. Vijana wameghafilika katika mambo ya taat, wakajisahau kuwa ujana ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika iman, الشباب فرصة للطاعة. ujana ni fursa kubwa ya mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wataallum, na ujana ni fursa kubwa ya mtu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ujana ni fursa kubwa ya mtu kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika kitabu chake alipokuwa akiwazungumzia wale ashabul kahfi, watu ambao imeshuka sura nzima katika Qur'ani ikieleza kisa chao. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala yasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kwa hakika wao ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi na Allah akawa ni mwenye kuwazidishia uongofu. Kumaanisha vijana ni katika sababu kubwa ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wana mchango mkubwa katika kuisongesha mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watautumia ujana wao katika taa. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam bali akataja katika wale watu 7 watakaopata kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kijana aliyenukia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Akataja Mtume sallam katika watu 7, washabun nashaa fi ibadatillah, ni kijana ambaye ameinukia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kijana ambaye ameinukia katika kufanya ibadat na taati mbalimbali. Huyu ni katika watu watakaopata kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله،
Ndugu katika imani, kama tulivyoona katika khutba ya kwanza, neema ya ujana, na kwa ujana ni fursa kubwa ya kijana kufanya taat na ibada mbalimbali zinazomweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, tuko katika zama ambazo wengi katika wazazi wanalalamika juu ya vijana wao wameharibika. Wengi katika wazazi wanalalamika vijana wao hawako katika njia ya sawa, bila ya kufahamu ni sababu zipi zinazowapelekea hawa vijana kuharibika katika mujtamaa. Ibadallah, katika sababu ambazo zinawapelekea vijana kuharibika, sababu ya kwanza, asdiqa'u su, ni marafiki waovu. Wengi katika vijana wameharibika kwa sababu ya kushikamana na marafiki waovu. Haiwezi mtu akashikamana na rafiki ambaye ni mwizi akasalimika kutokamana na wizi. Hawezi mtu ikawa rafiki yake ni mtu ambaye ni mzinifu akasalimika na uzinifu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, mtu yuko katika dini ya rafiki yake, basi angalie mmoja wenu ni nani anamfanya kuwa rafiki yake. Wengi katika vijana wameharibika kwa sababu ya kuhusubiana na marafiki waovu. Na katika jambo hili la marafiki, wazazi wana masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtoto wako ataharibika, basi ujue kwa una masali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mzazi una jukumu la kumuongoza mtoto wako, una jukumu la kumuongoza kijana wako kwa kumwangalia ni nani anakaa nao kama rafiki zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na kila mtu ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Mwanaume ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rajulu ra'in, mwanaume ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wale waliowachunga katika jamaa zake. Ibadallah, asdiqa'u su ni sababu kubwa ya vijana kuharibika katika zama hizi. Min asbab inhirafi shabab, katika sababu za vijana kuharibika, at-taqlid, ni kuiga, hasa kuiga kufar. Wengi katika vijana wameharibika kwa sababu ya kuiga makafiri. Kijana wa Kiislamu amemuona kafiri amevaa, amenyoa hivi, na yeye akawa ni mwenye kumuiga katika unyozi ule. Kijana wa Kiislamu ameona kafiri amenyoa hivi, amevaa hivi, na yeye akawa ni mwenye kumuiga katika jambo hilo. Jambo hili ni katika sababu ya vijana kuharibika. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza jambo hili katika hadithi, akasema, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, mtafata nyayo za wale waliokuwa kabla yenu. Mtume sallam akieleza jambo la kuwa watu watakuwa ni wenye kuwaiga makafiri, shibran bi shibrin, shiburi kwa shiburi, bimaana watakuwa ni wenye kuwaiga makafiri kwa kila jambo. Na hili ni katika mambo ambayo yamewaharibu wengi katika vijana. Ndugu katika imani, miongoni mwa sababu za vijana kuharibika katika mujtamaa, adamu isti'mal waqtul faragh, ni kutotumia vizuri wakati wa faragha. Wengi katika vijana wanapokuwa na wakati wa free, wakati wa faragha, wanautumia wakati huo katika kuzunguka, wanautumia wakati huo katika kufanya mambo ambayo ni mambo ya kipuuzi, mambo yasiyo na mchango wote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo hili kadhalika ni katika sababu ya vijana kuharibika katika mujtamaa. Ndugu katika imani, miongoni mwa yale ambayo yamechangia pakubwa vijana kuharibika ni jambo la hifdhul waqt, kutohifadhi wakati. Wengi katika vijana hawafahamu umuhimu wa wakati. Wengi katika vijana wanautumia wakati wao na kuharibu wakati wao katika mambo ya kipuuzi, kwa kuwa yeye anajiona kuwa ana afya nzuri, anajiona kuwa umri wake bado ni kijana,
akadanganyika kuwa bado ana wakati mwingi wa kuishi, akasahau kuwa mauti anakuwa ni yenye kuja ghafla. Almautu la ya'rifu sahihan wala saqiman wala ya'rifu saghiran wala kabiran. Akasahau mauti hayajui mdogo wala mkubwa, mauti hayajui mwenye afya nzuri wala mgonjwa. Yoyote mauti yakimfikia anakuwa ni mwenye kuondoka katika dunia. Wengi katika vijana wamekuwa na jambo la tulul amal, kuwa na matumaini makubwa ya kuishi kwa sababu ya ujana wake au kwa sababu ya umri wake, akawa ana matumaini makubwa ya kuwa bado yuko katika dunia. Yaqulu ash-sha'ir ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Ewe ambaye umeghafilika na dunia, ewe ambaye umedanganyika na starehe za dunia, ukadanganywa, wa gharrahu tulul amal, ukadanganya na wingi wa matumaini, ukajipa matumaini mengi ya kuishi. Fahamu kuwa al-mautu yati baghtatan, mauti ni yenye kuja ghafla. Mauti hana hodi, wakati wowote waweza ukaondoka katika dunia. Umejiandaa vipi wewe kijana kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Umejiandaa vipi wewe kijana katika kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuuliza juu ya ujana wako, umeutumia vipi ujana wako katika maisha ya dunia? Ibadallah, alwaqt una umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu, bal alwaqtu umru alinsani wa hayatihi. Wakati ndio umri wa mwanadamu, bali wakati ndio uhai wa mwanadamu. Alwaqtu aghla min alyaquti wadhahabi, wakati ni ghali kuliko madini na dhahabu. Thamani ya wakati hakuna chochote kinachofikia thamani ya wakati. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuna watu ambao watakuwa ni wenye kujuta pale watakapofikiwa na sakaratul maut, kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe katika dunia, kwa sababu walikuwa wakiupoteza wakati wao. Hatta idha jaa ahaduhum almaut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kuna watu watakuwa ni wenye kujuta kwa sababu ya kupoteza wakati wao. Wakati ni ghali kuliko madini na dhahabu. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika aya nyingi katika Qur'ani na wakati. Walfajr akaapa na wakati walfajiri, walasr akaapa na wakati walasiri, wallayli idha yaghsha. Hizi zote zinaonyesha wakati una umuhimu gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, kuhifadhi wakati ni moja katika sababu ya mtu kufaulu katika hii dunia na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.